Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi walillahi alhamdu na kushukuru kwa nasaha nzuri. Ndio. Sisi tunaishi na jamii hapa. Tunajua waumini tulikuwa nao. Ndio. Uelewa wao katika dini, ibada zao na nini. Ndio. Sasa swali lilotokea hapa, wengi wamechanganyikiwa. Hii ibada yetu ya kusali. Ya dhuhuri yeye. Wamechanganyikiwa. Kadhalika si huku tu. Upande wa kina mama. Wao matukio yanatokea hapa kwa sababu kuna ukuta wanachanganyikiwa zaidi ya kina mama. Sasa hawa ambao tulionao huku wanachanganyikiwa, fakaifa huku ambao mimbabi aula. Kwa hiyo naomba, ndio maana nimesema kwamba ili tupunguzie maswali, kwa sababu kuna watu wameondoka huku wana maswali tunazungumza kwa kwake. Kwa hiyo tupunguzie maswali. Ndugu zangu katika iman, ndugu zangu katika iman, kwanza elimu katika dini ni kitu fardhi. Muislamu haruhusiwi kufanya jambo lolote la kiibada ila awe na ilmu nalo. Hii la ilaha illa Allah, umeona Sheikh anasherehesha hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema fa'lam. Kabla hii la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kwanza inatakiwa nini? Fa'lam. Imetangulia hivyo. Fa'lam. Kwanza jua. Nijue nini? La ilaha illa Allah. Nguzo zake zipi? Sharti zake zipi? Na wakati zake zipi? Kazi ambayo Sheikh ameifanya na anaendelea kuifanya. Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake na kwa kuwa hii dini anairidhia na anajua waumini wa dini hii na watekelezaji ni binadamu wa kawaida, wanaishi katika mazingira haya ya dunia. Tukiwa safarini ametupa ofa nyingi tu. Mojawapo kuhusu ibada ya sala, tunaruhusiwa kuziswali swala zenye rakaa 4 ambazo ni ngapi? 3: adhuhuri, al-asri na al-isha. Ofa ya kwanza anasema mtu akiwa na safarini, haijalishi anasafiri kwa miguu, kwa baiskeli, kwa pikipiki, kwa gari, madam ni safari, sio utokaji naenda sokoni bali safari, kiasi kwamba hata mtu akaja nyumbani kwako, mzee yupo amesafiri, si ndio? Wapo walio limit kwa kilometers, wapo. Kwa mfano wanavyoni wa Kishafi wanasema tunaposema safari, mtu atoke kwenye uzio wa mji wake, kwa sababu miji inakuwa na uzio. Hii unaambia welcome jiji la Mwanza, siji kwa heri. Sasa kutoka pale kilomita zikifikia 85 unakokwenda kutoka pale, lakini sio uko pale ndani, umetoka nyumbani kwako pale, umeenda kule asubuhi tulipokwenda kufanya iftari, kunaitwaje kule? Siji mlango mmoja, hiyo haitwi safari. Lakini ikiitwa safari manake jiji la Mwanza tunalijua hapa, huu ni mji katikati ya mji na kadha, umetoka na miji inakuwa inawezekana ikatanuka pengine ikafika kilomita hata 50, hiyo hatuzungumzii, lakini kwa urfi na ada ya kawaida umetoka kwenye hii manispaa ya jiji la Mwanza. Kutoka pale ukiwa unasafiri kilomita, hii ni upande wa Mwalimu Shafi rahimahullah, unatoka nje kilomita kama 85. Kuanzia pale unaruhusiwa kutumia hiyo ofa. Imekuta dhuhuri, unaweza kaichapa rakaa 2, al-asri rakaa 2, isha rakaa 2. Ofa ya kwanza ni kupunguza swala zote zenye mfumo wa rakaa 4 ukaswali rakaa 2. Ofa ya pili pia, swala ambazo zina share muda unaweza ukaziunganisha. Kwa mfano adhuhuri na asri zinashirikiana, wewe ukiona imemaliza al-asri muda wote mpaka ule wa akiba, ujue al-asri nayo ishaingia, tuko pamoja. Sasa unaweza, kwa mfano unaweza msafiri ukaswali adhuhuri, ukitoa salamu pale pale ukaivuta al-asri ukaswali hapa. Hiyo ni agizo la Mwenyezi Mungu, ofa yake, na Mtume SAW ameifafanua, amefanya kwa matendo na masahaba wametenda. Kwa hivyo ofa ya kwanza ni kuswali rakaa 2 zile swala zenye mfumo wa rakaa 4. Ofa ya pili hizo zinazoshare muda
ukaziswali ima kwa kuzitanguliza au kwa kuchelewesha. Kutanguliza ni kama tulivyofanya sisi, tumesali adhuhuri, tulivyomaliza tumeitanguliza na al-asri. Na unaweza ukafanya kinyume chake, pengine una majambo yako, una muhadhara umeendelea sana, ukaamua nitachelewesha, yani nasubiri mwishoni kule nitakuja kusali adhuhuri, namaliza adhuhuri na al-asri nasali kule kule. Kwa hivyo ukusanyaji uko wa kutanguliza kama tulivyofanya, na kuna ukusanyaji wa kuchelewesha. Maana ya adhuhuri inachelewa mpaka mwishoni kule unaiswali, unakim, unasali na al-asri. Hii ni ofa ya ngapi? Ya pili. Ofa ya kwanza ni kupunguza swala zenye mfumo wa rakaa 4 ukaswali 2-2. Ofa ya pili ni kukusanya, ukusanyaji aidha wa kutanguliza au wa kuchelewesha. Ofa ya tatu kwa huyu msafiri, mwezi mtukufu wa Ramadhan, hata kama afya yake nzuri, akitaka anaweza asifunge, maadamu safari yake ina vigezo. Ima safari hiyo ni ya wajibu, kama vile kwenda kuwajulia hali wazee wake, mtu baba na mama vikongwe, amesikia pengine wanaumwa akawajue, au anasafiri kwenye ibada maalum, au safari iliyokuwa ina mfumo wa kidawa kama vile hii kufikisha ujumbe, watu wanasafiri jaula za kidini, au safari iliyohalalishwa, hujaambiwa wajibu wala hujaambiwa ni sunna, lakini ukitaka fanya. Kama vile biashara, kutoka Dar es Salaam nimeambiwa huku sasa wanapatikana rahisi kuliko kule, nimekuja na lori langu kufuata samaki. Biashara ni halali, umo ndani ya hija, unaruhusiwa kuuza na kununua, itakuwa nje ya mfumo huo. Kwa hiyo biashara madam, lakini biashara haramu, aidha unaenda safari ili ukafanya uhalifu, unaenda safari si umeambiwa kuna disco, unaenda safari ukiwa umetoroka, pengine kama mke katoroka, mumewe anaenda safari ya peke yake tuko, au mtoto kawaasi wazazi wake ambao wanategemea huduma yake akawatoroka, safari ya maasi. Ofa zote hizi hazimuhusu mtu. Lakini safari ikiwa ni ina uhalali, ima ni ya sunna au ni ya lazima au ya kawaida ya uhalali, kama vile safari ya biashara na kadha na kadha na kadha, ofa hizi zote zipo kisheria. Rakaa 2 kwenye swala ya mfumo wa rakaa 4, kuziunganisha baada ya hii, unatoa salamu unakim nyingine, aidha kwa kutanguliza au kuchelewesha. Ofa ya tatu ni kula mchana Ramadhani, lakini na wewe unakula. Sasa lakini mimi nasafiri kutoka Dar es Salaam kuja Mwanza, nimepanda ndege bwana, sikupata shida yoyote. Hii shida sio lazima, kama anavyosema Sheikh Hassan bin Amir rahimahullahu ta'ala, nadhani huyu mzee kikongwe wa Kitanzania, anasema walau qata'a almasafa fi lahdhatin yajuz. Hata kama lahdha, maana dakika 5 jet fighter umeshashuka hapa, bado uhuru unao maadamu uko safarini. Haiangalii ule ugumu wa safari, ingawa asili ya safari ni qit'atun min al-adhab, ni sehemu ya mateso. Leo sisi pamoja na kuwa hatukuja kwa miguu, ni vyombo vya usafiri, mabasi ya kisasa yana viyoyozi, lakini ilikuwa mbali na mathna na thulatha zako pia ni pigo na uamma. Lakini sasa kutokana hivyo Allah ametupoza. Sasa kilichofanyika hapa, kama ukiwa wewe unapunguza msafiri, huruhusiwi kumfuata anayekamilisha, sababu ukimfuata imamu una wajibu wa kumtii. Tuko pamoja? Sasa mimi dhana ya kupunguza, unaitarifu sheria kwamba mimi nina haraka, na dhana ya kuwa unamfuata mtu anasali rakaa 4, maana yake una haraka, lakini uko nyuma ya mtu anayodrive kwa kilomita 40 kwa saa. Vinapingana. Ndio maana mfumo wa dini sasa, hata nabii ndio walivyofanya, uwe msafiri nabii ndio usalishi. Ili swala kama hii ya rakaa 4, nikifika rakaa 2 mimi natoa salamu,
assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, na wewe ulipozi pale, ilikuwa ndo tashahudi yako ya kwanza. Nikishatoa salamu mimi nishajitengua, si imamu wako tena, unamaliza rakaa 2 zako peke yako, na fadhila ya jamaa tayari ushaipata. Fadhila ya jamaa haitokani na idadi ya rakaa unazoswali na imamu, inatokana na kuwa ulikuwa unaswalisha na imamu. Ndio maana hata ukiwahi rakaa ya mwisho mtu na imamu, bado unahesabika umepata jamaa, ingawaje utatofautiana na yule alioanza. Sasa kilichotokea, tumeswalisha sisi wageni ili tukifika rakaa ya pili tutoe salamu, kwa sababu tumechukua ofa ya kuswali rakaa 2, na tukimu tuiite al-asri pale pale. Tungeswalisha na imamu, tungelazimika kumtii imamu mpaka rakaa ya 4. Inama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, na kwamba si vinginevyo, amefanywa imamu awepo ili afuatwe. Sasa tungemfunga swala nyuma ya imamu ambaye ni mkazi, tungelazimika tuzichape rakaa 4, au la tungelazimika baada ya kufika rakaa ya pili tufanye uhalifu, tumkiuke imamu, tuwekenie moyoni mwetu kwamba tunamkacha. Shida yote ya nini tufanye uhalifu wakati iko njia nyingine ambayo haihitaji kufanya hivyo? Na imamu anatiiwa hata kama atafanya jambo wewe halikuhusu. Kwa mfano, mkazi wa Mwanza aliingia msikitini akamkuta imamu yuko rakaa ya 3 au pengine ya 4, swala ya Isha au swala yote mbali aliwahi. Kumbe imamu huyu kwenye rakaa ya kwanza alifanya kosa, akatanabahishwa kiasi kwamba kwa kosa hilo atapaswa kuleta nini? Sijida sawi. Tuko pamoja? Lakini kosa hilo lilipotendeka, yeye bado hajajoin. Kwa mujibu wa sheria, akiwa rakaa ya mwisho italetwa sijida sawi, italazimu na yeye aende. Kwa nini anaenda? Inama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imam madam alichokifanya kwake yeye ni sahihi, unalazimika kumfuata. Lakini ataendelea kusali rakaa ya pili peke yake. Tunapata sura hiyo akiwa peke yake, atakaa tashahudi, atainuka, atakwenda rakaa ya 3, atakuja baadaye rakaa ya 4, atakaa tashahudi. Kwa kuwa mahala pa sijida sawi ni mwisho wa swala, itabidi alete sijida sawi mwisho wa swala yake, kwa kosa ambalo aliwahi kulifanya imamu wake, tena wala hakuwepo. Kwa nini alileta pale? Kwa sababu ya kumfuata imamu. Kwa nini analeta mwisho? Kwa sababu ndio mahala pa sijida sawi. Huu ndio mfumo wa kisheria huko katika mazingira haya. Kwa maana hiyo kilichofanyika hapa ni sawa sawa kwa mujibu wa sheria. Nafikiri ndio haya. Shukrani. Salam. Umalizie akiwa tumemkuta imamu mwenyeji, tumeswali, sisi wageni, baada ya hapo tunafanyeje? Na labda kabla ya hapo, ndio mimi nilikuwa na watu nimekutana nao hapa kwenye safu moja, lakini baada ya salamu ya akhi rakaa 2 naomba katoa salamu. Hiyo shida inatokana na kutoelimika. Wanavyoni wanatuambia bayana, ikiwa hukusoma ibada utaboronga tu, kuna namna. Ndio maana hata mwanachuoni mkongwe yule wa karne ya 4 nafikiri, Ibn Raslan, yeye amesema kabisa, wa kullu man ninasema wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kila ambaye anatenda matendo mengi lakini hayazingatii elimu, Mwenyezi Mungu anatupilia mbali. Kama ambavyo mwanachuoni anayejua elimu akaiweka waraa dhaharihi, akaanza kufanya mabovu, huyu pia anasema fa'alimun biilmihi lam ya'malan. Basi mwanachuoni ambaye hakufanya matendo kwa kuheshimu elimu yake, muadhabu min qabli ubadi alwathan,
Allah atashughulika na huyu kabla wale waabudu masanamu watakuwa daraja la pili, lakini kwanza atadili na huyu kwa sababu alijua ilmu na akaitelekeza. Kwa hiyo imamu wangu, watu kama hawakusoma lazima wataboronga. Kilichowaponza ni kutosoma. Lakini sitoshe, imamu ametanabaisha kabla ametoa taarifa. Unajua kilichotokea sasa? Mueradhi, mfano si mzuri lakini mnisamehi sana ni utaje huo. Hapa kwenu kuna minada, huwa inafanywa minada. Mnauza nini? Vitu mbalimbali, mpaka mifugo Kama ng'ombe wako amekonda kwenye zizi, ukumlisha kwenye siku ya mnada, ukachukua pickup moja ya nyasi, nani ananenepa siku ile? Tunasema ng'ombe siku ya mnada hanenepi. Sasa wewe uliwalisha nyasi siku ya mnada. Dhuhuri na imamu umemkuta ukaona niambulie, kwa sababu hizi tumesema ni ofa, ni ruhusa kakupa Mungu. Ukiona nashukuru Mwenyezi Mungu lakini sina shida kwa leo, huambiwi sala yako itakuwa batili. Kwa mfano mimi ni msafiri, nimemkuta imamu wangu pale, nikaamua kusali hiyo adhuhuri rakaa 4, naweza kutoa salamu naye rakaa 4 alasiri yangu kwa kuwa ni